Maswali kwa siku ya leo, tunaanza na ofisi ya Mheshimiwa Rais TAMISEMI, na swali la kwanza la Mheshimiwa Bonaventura Esteri Kiswaga, mbunge wa Magu. Mheshimiwa Spika, nyumba za kuishi walimu ni chache katika maeneo yao ya kazi na mishahara yao pia ni midogo kuweza kumudu upangaji wa nyumba mitaani. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga nyumba za walimu ili kuboresha maslahi yao? Swali hili linaenda kutolewa majibu na Naibu Waziri Selemani Jafo. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Bonaventura Esteri Kiswaga, mbunge wa Magu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mahitaji ya nyumba za walimu wa shule za msingi katika halmashauri ya Magu ni 1447, zilizopo ni nyumba 284 na mapungufu nyumba 1183. Aidha, shule za sekondari zina mahitaji ya nyumba 396, zilizopo ni 53 na mapungufu nyumba 343. Kupitia mpango wa maendeleo ya elimu ya sekondari awamu ya pili MES 2, halmashauri imepokea shilingi milioni 326.8 ambazo zitatumika kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya nyumba za walimu. Kwa upande wa shule za msingi, serikali katika mwaka wa fedha 2015-2016 imetenga shilingi milioni 100 kutokana na mapato ya ndani na kwa ajili ya ujenzi wa nyumba 5, na shilingi milioni 127 zimetengwa kupitia ruzuku ya maendeleo CDG kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa nyumba 6 za walimu. Mheshimiwa Spika, kuhusu kuboresha mishahara ya walimu, serikali imekuwa ikitoa nyongeza za mishahara kila mwaka kadiri uchumi unavyoruhusu. Kwa mfano, mwaka 2007-2008 hadi mwaka 2015-2016 mshahara wa mwalimu mwenye cheti yani astashahada uliongezeka kwa asilimia 156.28 kutoka shilingi 1,163,490 hadi shilingi 419,000 kwa mwezi. Mwalimu mwenye stashahada uliongezeka kwa asilimia 160.2 kutoka shilingi 203,690 hadi shilingi 530,000 na kwa mwalimu mwenye shahada kwa asilimia 121.05 kutoka shilingi 323,900 hadi shilingi 716,000 kwa mwezi. Serikali imekuwa ikiboresha mishahara hiyo kwa kuzingatia umuhimu wa kazi wanayofanya walimu. Hata hivyo, serikali inaendelea kuboresha mishahara ya walimu na watumishi wengine kwa kadiri hali ya kifedha inavyoruhusu. Mheshimiwa Bonaventura Kiswaga, mbunge wa Magu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Nashukuru kwa majibu ya serikali, lakini naomba niulize maswali madogo mawili ya nyongeza. Kwa kuwa serikali imekiri kuwa kuna upungufu wa nyumba 1183 za kuishi walimu, na sasa tayari wananchi wa wilaya Magu wameshajenga maboma 27 yako tayari kukamilishwa. Je, serikali inaweza kutusaidia fedha za kukamilisha ili walimu waingie kwenye nyumba hizo kupunguza uhaba wa nyumba za walimu? Swali la pili, kwa kuwa nyumba hazitoshi, je, serikali inaonaje kuwasaidia walimu ambao wanapanga nje mitaani kuwaongeza mshahara kidogo ili waweze kumudu upangaji wa nyumba mitaani? Majibu ya maswali hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri TAMISEMI, Mheshimiwa Selemani Jafo. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Bonaventura kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nipende kumpongeza mbunge kwa juhudi kubwa mnayofanya katika jimbo lake, na kwa sababu wamejenga maboma 27. Hii inaonyesha ni commitment jinsi gani watu wa Magu wameendelea kujitahidi kuhakikisha kwamba walimu wanapata fursa ya kuishi katika nyumba bora. Na hili Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu request imesema jinsi gani serikali itaweza kutop up hiyo amount. Mimi niseme ni kwamba lazima tuangalie, tufanye ile resource mobilization kutoka katika pande zote. Nipende kumshauri Mheshimiwa mbunge ni kwamba katika allocation ya own resources katika halmashauri zetu, tuangalie jinsi gani tutafanya kupitia vyanzo vya mbalimbali katika halmashauri. Na bahati nzuri sasa hivi Mheshimiwa Spika, tumefanya uboreshaji mkubwa sana katika ukusanyaji wa mapato katika halmashauri zetu. Na nikiri kwamba halmashauri zimefanya kazi kubwa sana baada ya kuwapa commitment wahakikisha wanakusanya on source kwa kutumia electronic devices, na hili wamelifanya.
na mimi na mategemeo makubwa sana halmashauri ya Magu hivi sasa, manake mapato yake yataongezeka kwa kasi. Na hili naomba nimwambie kwamba serikali kupitia TAMISEMI itashirikiana na halmashauri ya Magu kuona kwamba hayo maboma jinsi gani tutayafanya mpaka yaweze kukamilika. Lengo ni kwamba walimu wetu waishi katika mazingira salama na wapate motisha wa kufundisha. Lakini katika sehemu B ya swali lake nasema jinsi gani kama kutakuwa na topping allowance, ili mradi walimu waweze kupata jinsi gani watapokuwa mitaani waweze kulipia ile swala la pango. Naomba nikiri kwamba ni kweli tuna wafanyakazi mbalimbali katika wanaishi katika mazingira magumu. Acha walimu, acha sekta ya afya, acha mabwana shamba, wote wako katika mazingira mbalimbali. Na hili kama serikali imeliona, ndio maana katika jibu langu la msingi mwanzo nilisema kwamba lazima tuhakikishe kwamba mishahara inaboreshwa, mwisho wa siku hata mwalimu akikaa mtaani aweze kuwa na ile purchasing power ya kulipia nyumba. Asante. Tunaendelea na swali linalofuata, waheshimiwa wabunge. Tuko wizara hiyo hiyo ya TAMISEMI. Swali la Mheshimiwa Mgumba Tebweta Omari, mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki. Je, ni lini serikali itafanya halmashauri ya Morogoro vijijini kuwa wilaya kamili na kuhamishia makao makuu katika wilaya na kijiji cha Mvuha na kuondoa adha inayowapata wananchi? Swali hili kadhalika limeelekezwa katika wizara ya ofisi ya Rais TAMISEMI, na naibu waziri Selemani Jafo anaendelea kutoa majibu ya serikali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Tebweta Omari Mgumba, mbunge wa Morogoro Kusini kama ifuatavyo. Wilaya ya Morogoro ina halmashauri mbili. Makao makuu ya wilaya yapo mjini na huduma zote za kiwilaya kama vile hospitali, polisi, mahakama na kadhalika zinapatikana Morogoro mjini na kuwalazimu wananchi wa Morogoro vijijini kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 150 kufuata huduma hizo. Mheshimiwa Spika, wilaya ya Morogoro inaundwa na halmashauri mbili ambazo ni halmashauri ya wilaya Morogoro na halmashauri ya manispaa Morogoro. Uanzishwaji wa wilaya unazingatia sheria uanzishwaji wa mikoa na wilaya sura namba 397 ya mwaka 2002 ambayo pia imeainisha vigezo na taratibu zinazopaswa kuzingatia. Mheshimiwa Spika, taratibu zinazopaswa kuzingatiwa ni pamoja na maombi ya kujadiliwa kwenye serikali za vijiji ili kupata ridhaa ya wananchi wenyewe, maombi kujadiliwa kwenye baraza la madiwani, vikao vya kamati ya ushauri ya wilaya DCC na kamati ya ushauri ya mkoa yani RCC. Maamuzi ya vikao hivyo huwasilishwa ofisi ya Rais TAMISEMI kwa ajili ya uratibu na uhakiki. Aidha, vigezo vinavyozingatiwa katika kuanzisha wilaya mpya ni pamoja na ukubwa wa eneo usiopungua kilomita za mraba 5,000, idadi ya watu wasiopungua kati ya 250,000 hadi 300,000, idadi ya tarafa zisizopungua 5, idadi ya kata zisizopungua 15 na idadi ya vijiji visipungua 50. Mpaka sasa ofisi ya Rais TAMISEMI haijapokea maombi haya ya kuifanya halmashauri ya wilaya ya Morogoro kuwa wilaya ya kiutawala. Halmashauri inashauriwa kuwasilisha ombi hili na kujadiliwa katika vikao vilivyopo kwa mujibu wa sheria ili kupata ridhaa. Mheshimiwa Spika, zipo taasisi za kibenki ambazo zimeonyesha nia ya kufungua matawi katika kijiji cha Mvuha yanapotarajiwa kujengwa makao makuu ya wilaya, zikiwemo NMB na CRDB kwa lengo la kutoa huduma. Majadiliano yanaendelea ikiwa ni pamoja na kuharakisha na kugawa viwanja katika eneo hilo. Mheshimiwa Mgumba Omari, kumbe hata maombi ya wilaya hamjaleta. Swali la nyongeza.